Wengine kusulubiwa kumetumika katika baadhi ya nchi mpaka hivi karibuni, mpaka karne ya 21 hapa. Bado msalaba huo umetumika hivyo, kwa sababu tunapotaka kujua maana ya msalaba manake nini, kama ndugu yetu alivyouliza hili swali, kuwa msalaba huo anauona kwenye majengo ya ibada. Msalaba huo unatumika kwenye makaburi, na pia vile vile anasoma Biblia, kuna baadhi ya mistari mwishoni anaona kuna huo msalaba. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa kutundikwa msalabani au kwa jina lingine kutundikwa mtini ilikuwa ni adhabu iliyotekelezwa kwa watu wenye makosa ya hali ya juu sana kwenye huo msalaba. Kwa adhabu hii ilikuwa sio tu inatekelezwa na watu wa mataifa mengine kama wengine wanavyodhani ni Warumi tu peke yake ndio walikuwa wanatumia hii adhabu. Hapana, bali pia ilikuwa inatekelezwa na Waisraeli wenyewe. Kwa ni adhabu ya mateso mengi sana, na vile vile ni adhabu ya aibu. Waliokuwa wanatundikwa msalabani walikuwa ni wauaji na makosa ambayo yalikuwa yanathibitisha kuwa wamelaaniwa na Mungu. Manake mtu anayetundikwa msalabani ni mtu aliyelaaniwa, amepigwa laana na Mungu, ndio maana anaenda kutundikwa msalabani. Hii habari iko kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ya 21 mstari wa 22 mpaka 23. Sawa. Kumbukumbu la Torati 21, 22 mpaka 23. Sawa, inasema hivi 21. Lakini alipona siku moja au mbili. Kumbukumbu la Torati. Niko kwenye Kutoka. Kumbukumbu la Torati. Sawa. 21, 22, 23. 21 mstari wa 22. Yes. Sawa, hii hapa. Anasema 22, akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa, akauawa, nawe ukamtundika juu ya mti, mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti, lazima utamzika siku hiyo hiyo, kwani aliyetundikwa amelaaniwa na Mungu. Anasema usije ukatia unajisi katika nchi yako, akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi wako. Umeona, kwa kuanzia hapo tumeanza kuona huo msalaba sasa. Kwa mtu anayetundikwa msalabani ni mtu aliyelaaniwa, tena amelaaniwa na Mungu. Kwa hiyo na sehemu zingine zinazoelezea msalaba ni kama Mwanzo 40:18 pale ambapo Yusufu aliota ndoto na akamwambia yule ambaye walikuwa naye kule gerezani kuwa baada ya siku 3 si Farao atakiinua kichwa chako, atakutundika juu ya msalaba. Lakini habari nyingine ni kwenye kitabu cha Esther. Unakumbuka Haman, yule alikuwa anaitwa Haman, aliyemwandalia Esther msalaba, msalaba kwa ajili ya kumtundika. Kwa hiyo hii ilikuwa ni adhabu. Kwa jambo hilo hilo tunaliona mpaka kipindi cha karibu na Agano Jipya. Katika ule ufalme wa Rumi, wafungwa wote waliokuwa na kesi kubwa za mauaji au wizi, adhabu yao ilikuwa ni kuangikwa ama kutundikwa msalabani ukiwa uko hai. Yaani watundikwa msalabani ukiwa uko hai. Lakini cha ajabu ni kwamba adhabu zilizokuwa zinawahusu watu waliolaaniwa zilimkuta mtu ambaye hakuwahi kutenda dhambi hata moja. Na huyo sio mwingine zaidi ya Yesu Kristo. Yaani adhabu ile ambayo ilikuwa inawahusu wahalifu, majambazi, leo hii ndio adhabu ambayo anakuja kutundikwa nayo mtu ambaye yeye hakuwahi kutenda dhambi. Ni kama kitabu cha Wagalatia 3:13 kinavyoongea. Wagalatia 3:13 ambapo tunaweza tukasoma hayo maneno tukayaona. Galatia 3:13 mpaka 14. Kuna namna ambavyo Biblia inaongea hivyo. Sawa, Galatia 3:13 mpaka 14. Inasema hivi, Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikilie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Sawa sawa. Sasa swali linakuja, kwa nini haya yote yamtokee? Je, ni ilikuwa bahati mbaya tu au Mungu alishindwa kuzuia? Jibu ni la. Hii ilitokea vile kwa makusudi kabisa, ili ile hati ya mashtaka ya waliolaaniwa ifutwe juu yetu. Kwa tukumbuke alibeba yeye ile hati ya laana, na ndio maana pale ambapo Baraba muuaji alipopaswa auawe, Yesu aliuawa badala yake huyu Baraba. Pale ambapo wewe mzinzi au mzinifu au mtu muuaji
au mtu ambaye unafanya mambo ya ajabu ulipaswa uhukumiwe milele kwa makosa yako. Manake Yesu yeye alichukua laana hiyo siku ile pale msalabani, pale ambapo mtu aliye na dhambi nyingine yoyote ambazo hata zingine ni za aibu kuzitaja, Yesu alizichukua hatia zote. Lakini hizo au niseme hizo haziwezi kufutika juu yako hivi hivi tu, bali ni mpaka uende kuzisalimisha sasa, kuwa mimi nimekubali kuanzia hapa na mfuata Yesu. Kwa ndio maana sasa huyu Yesu Kristo aliteseka pale msalabani. Na ndio maana unaona watu wengi wanahitaji kumpokea Yesu maishani kwa sababu hiyo, kwa sababu mtu ambaye asiyejua laana akatundikwa msalabani, kwenye msalaba ambao ni msalaba wa laana, na hiyo sasa inabaki kuendelea kubaki kuwa, maana usipofanya hivyo itaendelea kubaki kuwa ni mashtaka kwako mpaka ile siku ya mwisho. Ndio maana yake. Lakini tunaweza kusoma tena andiko lingine ili wakati naendelea kufafanusha tuwe na uelewa wa kutosha. Kitabu cha Isaya, nabii Isaya sura ya 53 mstari wa 4 mpaka wa 5. Isaya 53 mstari wa 4 mpaka wa 5. Isaya 53 mstari wa 4 mpaka wa 5. Biblia inasema hivi, mstari wa 4. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa, amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo sasa upande wa dini hii sasa ya Kikristo, manake msalaba unakuwa ni ishara kuu ya Kristo na Ukristo. Manake kusulubishwa kwa Yesu ni kitovu cha Ukristo, na msalaba mfano katika Ukatoliki wa Kirumi kwa kawaida unaonyeshwa na Yesu aliyepigiliwa misumari juu yake. Kwa hiyo ni ishara kuu ya dini ya Kikristo, ili mtu ajue kuwa hii hapa dini ni dini ya Kikristo. Unaona hata kwenye nyumba za ibada hizi, manake unaona kuna kuaga na hiyo misalaba kwa maana hiyo. Kwa kifo chake ni mfano mashuhuri zaidi kwa kusulubishwa katika historia ambayo kwa upande wake imesababisha tamaduni nyingi katika ulimwengu wa kisasa kuhusisha njia ya utekelezaji kwa karibu na Yesu Kristo au ya kiroho ya Kikristo, na watu wengi katika Ukristo wanaaminika kimila kusulubiwa pia. Yani katika mila, akiwemo Mtakatifu Petro ambaye yeye alisulubiwa kichwa chini miguu juu, lakini alikuwepo pia Mtakatifu Andrea, wale wanafunzi wa Yesu wale, ambaye alisulubiwa kwenye msalaba wenye umbo la X, kwa sababu msalaba sio lazima ukae kama T hivi. Yani kuna misalaba mingine ilikuwa inakaa kama umbo la X hivi. Kwa hiyo iko hivyo. Na wakati Yesu Kristo anasulubiwa, kipindi hicho, maana ilikuwa ni kawaida kwa zile sikukuu za Pasaka, yani wanawatoa watu ambao ni wahalifu alafu wanaenda kuwasulubisha. Sasa kipindi Yesu anasulubiwa misalaba ilikuwa mitatu. Yani maana yake kulikuwa na wahalifu watatu, na Yesu naye pia akichukuliwa kama mhalifu pia. Ndio maana unaona Biblia inasema kulikuwa na mhalifu upande wa kushoto na mwingine yuko upande wa kulia. Lakini ungekuja Pasaka nyingine ungekuta misalaba kama hiyo hata iko 8 au ungekuta hata iko 10 kutokana na idadi ya wahalifu. Kwa sababu wale wahalifu watatu waliosulubiwa akiwemo na Yesu, pale kwenye ule msalaba wa Yesu alitakiwa Baraba awe pale. Lakini sasa ndio maana unaona sasa hizi mamlaka zinajaribu kumwepusha Yesu na hicho kifo. Wanamwambia jamani, mnataka wafungulie nani, Baraba au Yesu? Sasa majitu kwa sababu akili ndio hivyo tena, wakasasi tunamtaka Baraba, huyo apelekwe kule. Kona akachukuliwa kama mhalifu. Kwa hiyo wakati fulani msalaba pia umechukua maana nyeusi zaidi kama ishara ya mateso, vurugu na hata ubaguzi wa rangi. Ubaguzi wa rangi tutaliongelea vizuri baadaye. Sasa tukiangalia msalaba wa kwanza wa mwanzoni, msalaba wa mwanzoni, kama wasomi wa historia ya Kikristo ya zama za kati na ibada, lazima tutajifunze historia hii ngumu. Maana kuna tunaita grafito ya kipagani ya karne ya pili iliyokuwa inaonyesha mtu akiabudu sura ya kichwa cha punda aliyesulubiwa. Na hii ina maana gani? Maana kulikuwa na kipande maarufu cha sanaa kilichochorwa ukutani, kwa sababu kumbuke zamani walikuwa wanaweka michoro yao kwenye kuta. Ndio maana hata ukienda pale Misri unakuta ile michoro iko pale. Sasa hii kwa imechorwa kwenye kuta hizi za Kirumi.
mtu ilikuwa inajulikana kama Alexamenos Graffito kinaonyesha sura ya mwanadamu na kichwa cha punda, mikono iliyoinuliwa kwenye msalaba wenye umbo la T, na nukuu walichokiandika, maana wao walikuwa wameandika pale Alexamenos anaabudu Mungu wake, wakiwa wanamaanisha nini? Lakini kwa Wakristo msalaba ulikuwa na maana ya kina, kwa sababu wao walielewa kifo cha Kristo msalabani kuwa kukamilishwa na Mungu kumfufua kutoka kwa wafu siku 3 baadaye. Lakini ufufuo huu ulikuwa ishara ya ushindi wa Kristo juu ya dhambi na kifo. Kwa hiyo waamini wangeweza kushiriki katika ushindi huu mkuu, manake ambao sasa ndio Yesu amesulubiwa msalabani, kwa kusamehewa dhambi zao na kubatizwa, kwa maana kuwa ni ishara ya kuzaliwa upya. Lakini Ukristo ulipigwa marufuku wakati huo katika miliki hii ya Kirumi na kukosolewa na wengine kama dini ya wajinga. Unaona sasa hiyo sanamu ya Alexamenos ikitoa maombi kwa mtu huyu aliyesulubiwa, ilikuwa njia ya kumuonyesha Kristo akiwa na kichwa cha punda na kumdhihaki Mungu wake. Ndio maana waliweka hivyo kwenye huo utawala wa Kirumi, mambo kama hayo kwa huko mwanzoni. Kwa hiyo ilikuwa iko namna hiyo. Lakini kuna msalaba ambao ni msalaba tunasema, kulingana na historia naongelea, kulingana na historia kuwa dini zatambua kama ni msalaba wa kweli. Mapema katika karne ya 4, Maliki Konstantino akahalalisha sasa Ukristo, aliidhinisha kuchimbuliwa kwa baadhi ya mahali patakatifu pa maisha ya Kristo katika ile iliyokuja kuitwa nchi takatifu. Na wakati huo ilikuwa ni sehemu ya mkoa wa Kiroma wa Syria, Palestina, Israeli, ambayo ndio tunaita nchi takatifu au nchi ya ahadi. Kwa hiyo huu sasa ukawa msalaba huu, akaamuru huyu Konstantini Maliki uweze kuchimbuliwa. Na kufikia karne ya 5, hekaya ilizuka kwamba vipande vya msalaba vilifichuliwa na mama wa Konstantini, Helena alikuwa anajulikana. Na wakati wa uchimbaji huu, waamini hawa walisema uponyaji wa kimiujiza ulifanyika wakati mwanamke mgonjwa alipogusa tu kipande kimojawapo, ambayo ilikuwa ni uthibitisho kwamba ilikuwa ni sehemu ya msalaba halisi wa Kristo. Hii ni kulingana na historia sasa ya namna ambavyo wanadai kuwa msalaba ulikuwa ni msalaba wa kweli. Kwa hiyo huyu Konstantini sasa alijenga kanisa kubwa juu ya eneo lililodhaniwa kuwa palikuwa na kaburi la Yesu, na tarehe ya Septemba ya kuwekwa wakfu kwa kanisa hilo ilikuja kuadhimishwa kuwa sikukuu ya kuinuliwa kwa msalaba, kwa sababu kupata kwa Helena kwa msalaba wenyewe kulitolewa siku yake ya karamu hii mnamo Mei, na uvumbuzi wa msalaba, sikukuu zote mbili ziliadhimishwa huko Roma kufikia kwenye karne ya 7. Hiyo ni kwa mujibu wa historia hivyo. Kwa hiyo manake hiyo ilienda ikawa iko namna hiyo. Lakini nipeleke mbele kidogo ndugu yetu ili aweze kuelewa kuna maana tofauti za misalaba. Wakati wa matengenezo ya makanisa haya ya Protestant yenyewe yalikataa matumizi ya msalaba. Makanisa ya Protestant tukiongea, nafikiri watu watakuwa wanaelewa, ni wale walio protesti kutokana na kanisa mama au dini mama, tunaweza kusema vile kanisa mama au dhehebu mama, ambalo dhehebu hili sasa ni kutokea kule Rumi. Maoni yao yalikuwa, wanasema huu ulikuwa ni ubunifu wa kibinadamu, maana makanisa ya Protestant yenyewe yalikataa matumizi ya msalaba. Wakasema huu ulikuwa ni ubunifu wa kibinadamu, haukutumiwa mara kwa mara katika makanisa ya awali, kwa sababu walidai kuwa msalaba umekuwa ni kitu cha ibada ya sanamu katika makanisa yanayotumia hiyo misalaba, na walitumia matoleo mengi ya msalaba wazi baadaye. Kwa taswira tofauti za msalaba zikaanza kuonyesha mizozo ya kina ndani ya Ukristo ambao ni Ukristo wa Magharibi. Lakini hata hivyo, kabla ya hapo msalaba ulitumiwa kwa njia ya mgawanyiko wakati wa zama za juu na zama za kati. Msalaba uliunganishwa na mfululizo wa vita vya kidini vilivyoanzishwa kutoka Ulaya ya Kikristo ili kukomboa ardhi takatifu kutoka kwa watawala wa Kiislamu. Na hapa unakumbuka wale wote waliochagua kwenda kupigana, manake wangevaa vazi maalum. Hivi ni vita vilivyotokea miaka 1000 na wangevaa vazi maalum lililowekwa alama ya msalaba juu ya nguo. Maana watu wanaokumbuka vita ile Crusade War watakuwa wanakumbuka, yani hata
kuna movie nadhani kama unawahi kuziona. Ziko kabisa. Wana vazi ambalo ni refu afu lina kofia, utaona kuna alama ya msalaba. Alpaslan. Yes. Kwa zile wameigiza kutokana na historia. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hawa sasa walikuwa wameuchukua msalaba na wakaja kuitwa wapigania msalaba. Okay. Ndio ile sasa hivyo vita vya msalaba unajulikana kama wakati mwingine Crusade War. Na kati ya vita vya msalaba vyote, ile ya kwanza mwishoni mwa karne ya 11 ndio iliyotimiza kusudi lake, kwa sababu wapiganaji hawa wa Crusade War walishinda Yerusalemu katika pigano la umwagaji damu ambalo halikuwaacha wanawake na watoto katika jitihada za kuwaondoa makafiri wanaosema ni makafiri kwa hiyo katika jiji hilo. Kwa vita hivyo vya msalaba pia vilizusha mawimbi ya uadui mkubwa sana kuelekea huku kuelekea Wayahudi wa Ulaya na kusababisha kuzuka kwa jeuri dhidi ya jumuiya ya Wayahudi kwa karne nyingi. Kwa hiyo kufikia karne ya 19 neno sasa crusade lilikuja kurejelea ujumla zaidi aina ya mapambano kwa sababu ya haki, iwe ya kidini au ya kiulimwengu. Kwa watu wakikusanyika tu hivi tunasema hii ni crusade, umeona? Ndio hiyo ikaja kurejelea hivi. Kwa hata huko Marekani wakati huo neno hilo lilitumiwa kufafanusha baadhi ya wanaharakati wa kidini na wa kijamii. Neno crusade ilitokana na Crusade War miaka hiyo. Kwa mfano mhariri wa gazeti anaitwa William Lloyd Garrison aliitwa mpigania msalaba au mpiganaji wa msalaba katika mapambano yake ya kisiasa kukomesha uovu wa utumwa nchini Marekani. Ndio maana hii sasa akaitwa hivyo kwa sababu hilo neno kutokana na hiyo. Kwa hiyo hii ikaja iko hivyo. Sasa kwa kumalizia alama ya ajenda ya wazungu kupitia msalaba. Baadaye msalaba pia ulichukuliwa kihalisi na wanaharakati wakipinga maendeleo ya kijamii. Kwa mfano Ku Klux Klan kama sehemu ya kampeni yao ya ugaidi, wao mara nyingi walikuwa wanachoma misalaba ya mbao kwenye mikutano au kwenye nyasi za wa Amerika au Wayahudi au Wakatoliki. Na miongo michache baadaye jitihada za Adolf Hitler, nafikiri tunamfahamu alikuwa mtawala kule Ujerumani, zikaja kujitanua kwa Wajerumani kwa kuwatesa Wayahudi kwa msingi wa imani yake katika ukuu wa kabila la Waaria. Walikuwa wanajulikana kama Waaria. Ilikuja kuonyesha kwa ishara ya swastika. Swastika si kama watu watakuwa wanaelewa. Wale Wanazi kuna nini fulani, alama fulani inakuaga hivi kama Z2 ambazo zimeshikana. Zimeshikana. Okay, yes. Ndio inajulikana kama swastika. Hapo awali ilikuwa inatumiwa kama ishara ya kidini kutoka India. Ilikuwa imetumika kwa karne nyingi katika taswira ya Kikristo kama moja ya maonyesho mengi ya kisanii ya msalaba, ile wale artist tunaweza kusema hivyo. Lakini hata leo katika toleo la KKK linaitwa The Crusade, na vikundi mbalimbali vya ukuu wa wazungu hutumia aina ya msalaba kama ishara ya ajenda yao ya kuunga mkono weupe kwenye bendera, tattoo na mavazi. Kwa ndio maana nikasema hii kaja kutumika kama ishara pia ya nini ya ubaguzi wa rangi. Ndio maana. Kwa hiyo sasa hiyo ndio maana ya msalaba. Sasa tunakuja kuwa msalaba sio uliotukomboa sisi kutoka dhambini. Aliyetukomboa kutoka dhambini ni Yesu Kristo. Haijalishi angekufa kifo cha namna gani. Ndio bana, unaona mwalimu mkuu aliwahi kuongea akasema hata leo hii angekuja Yesu leo useme wamtese, wasingemtesea msalabani. Lazima wangemtesa kutokana na mateso yaliyoko leo. Mateso ya leo ingekuwa ni kiti cha umeme labda. Wangemfunga kwenye kiti cha umeme alafu waanze kumsurubisha. Maana yake tungeanza kuimba kiti cha umeme kimetukomboa kutoka dhambini. Sio kweli. Yaani hata angekufa tu hivi kwa vifo ambavyo wengine walikufa, maana sio manabii wote wa Mungu huko kwenye Biblia walikufa vifo kama cha Yesu Kristo msalabani. Maana yake hata hao, yani angekufa kifo ambacho wengine walikufa kimojawapo, bado situngeamini wokovu ambao Yesu Kristo ameuleta. Ndio maana. Kwa hiyo sasa hii misalaba ndugu yetu anayoiona makaburini, ile inamaanisha kuwa aliyekufa alikuwa ni Mkristo. Ndio maana unaona kwenye kaburi lake lazima kuwekwe alama
alama ya msalaba, kwa sababu msalaba umetumika pia kama alama kumtambulisha mtu dhehebu lake. Na leo ukiona nyota na mwezi utajua ni nini, utajua ni dhehebu la dini ya Kiislamu. Lakini kuna watu wengine wana ishara mbalimbali pia. Kwa hiyo msalaba ndio umekuwa ishara hivyo, lakini sio kuwa eti huu ndio umetukomboa mpaka tunatunga nyimbo msalaba wa Yesu umenikomboa dhambini. Hapana. Okay. Yes.